Basi nataka tukajifunze kuhusu haki ya kiungu. Baada ya Hawa na Adamu kumwasi Mungu, uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukawa umekatika. Lakini Yesu Kristo ama Mungu mwenyewe akaamua jinsi gani ambavyo atauregesha ule uhusiano wa wanadamu na Mungu. Akaamua kumtoa mwanawe wa pekee ili kila atakayemwamini akaweze kupata ile haki, na tena akawe mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu tena. Sawa sawa. So Yesu Kristo atolewa ili akawe mpatanisho kati ya mwanadamu na Mungu tena, kwa sababu ule uhusiano ulikuwa umekatika baada ya kwamba Hawa na Adam walimwasi Mungu. Sawa sawa. Sasa tunaenda kuangalia haki za kiungu, na nataka nitofautishe kidogo zilikuwa haki za kisheria ambazo ni haki ambazo zinatuongoza katika taifa letu, na hizi haki ambazo ni za kiungu. Sawa sawa. Amen. Haki za kiungu ni za milele na zinaambatana na imani. Haki za kiungu ni za milele na zinaambatana na imani. Sawa sawa. Amen. Halafu haki za kisheria. Haki za kisheria hutolewa na serikali au katiba na zinaweza kubadilika kulingana na wakati na mazingira. Sawa sawa. Amen. Kulingana na wakati na mazingira. Nataka tuangalie haki za kiungu ni nini. Haki za kiungu ni nini? Haki ya kiungu ni dhana inayohusiana na haki ambayo zinatokana moja kwa moja kwa Mungu au mamlaka ya juu ya kiroho. Tarudia. Haki ya kiungu ni dhana inayohusiana na haki ambazo zinatokana moja kwa moja kwa Mungu na mamlaka ya juu ya kiroho, wala si kwa sheria za binadamu ama za nchi, wala si kwa sheria za binadamu wala za nchi. Haki za kiungu huchukuliwa kwa asili. Haki za kiungu huchukuliwa kwa asili takatifu na zisizoweza kupokonywa kwa kuwa zinatolewa na Mungu mwenyewe. Haki za kiungu ni za asili na hakuna mtu ambaye anaweza akazichukua, lazima zinapewana kwa kila kiumbe. Sawa sawa. Nataka tukaangalie maandiko katika kitabu cha Warumi 3:20 mpaka 26. Warumi 3:20 mpaka 26. Lakini tutaenda mstari mmoja tena tu explain mwingine mpaka mwisho. Sawa sawa. So mnenaji Warumi 3:20 mpaka 26. Moja moja lakini. Nasoma Warumi 3:20. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi kuja kwa njia ya sheria, haki hupatikana kwa imani. Asifiwe Yesu. Amen. Sasa hapa sheria inakuja kutokana na nini? Na dhambi. Sheria inakuja kutokana na dhambi, lakini haki inakuja kutokana na imani. Sawa sawa. Amen. Haki inakuja kutokana na nini? Imani. Tusome 21. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Mashuhudiwa na Torati na manabii. Rudia tena mtumishi hiyo 21. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Lakini hata sasa haki imedhihirika pasipo nini? Sheria. So haki haina sheria. Haki ukiweka sheria umeiharibu. Lakini haki inashuhudiwa na Torati na manabii. Sawa sawa? Amen. Haki inashuhudiwa na manabii na Torati. Sawa sawa? Amen. Soma 22.
ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, kwa wote waaminio, kwa wote waaminio. maana hakuna tofauti. Sawa sawa. Haki ni ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo. So hii haki ya kiungu unaipata pia ukiwa uko na imani. Ukiwa unamwamini Yesu Kristo, hii haki utakuwa unaipata. Sawa sawa? Amen. Sawa sawa? Amen. 23. Kwa sababu wote wametenda dhambi, kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sote tukiwa tuliweza kuasi ule ukamilifu wetu kwa Mungu. Sawa sawa. Sasa baada ya kwamba tuliuasi na tukapungukiwa na ule utukufu wa Mungu, Mungu tena akaamua ya kwamba amchukue mtoto wake amtoe kama dhabihu, ili ya kwamba kila atakayemwamini asiweze kupotea, lakini akawe na uzima. Na akiwa na uzima, haki itapatikana. Kwa sababu gani? Mpatanishi tena atakuwa alitolewa kama Yesu Kristo. Sawa sawa. Amen. Sawa. Amen. So tukapata haki kwa sababu Yesu alikuwa atolewa ni kwa ajili ya maisha yetu. 24. Wanahesabiwa haki bure kwa neema. Wanahesabiwa haki bure kwa neema. Kwa neema yake. Kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wanahesabiwa haki bure kwa nini? Kwa neema yake. Kwa neema yake. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi. Sawa sawa. Amen. Kwa njia nini? Ukombozi ulio katika Kristo Yesu. So ukombozi uko katika Kristo Yesu. Yesu Kristo alituma ili kwamba akaweze kutukomboa tena, tukaweze kupata kibali, tukaweze kupata haki tena mbele za Yesu Kristo. Ndio maana akaamua mtoe mwana pekee, ili kwamba kila atakayemwamini akaweze na kuambatanishwa na Mungu mwenyewe. Sawa sawa. Amen. 25. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe mpatanishi. Ambaye ni kama sentensi inaendelea, si ndio? Ambaye ni Yesu. So ilikuwa ni Yesu ambaye ingekuwa ilishikanishwa ingekuwa Yesu ambaye amekwisha kumweka awe mpatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zake zilizomtangulia kufanywa. Asifiwe Yesu. Amen. So hapa Mungu mwenyewe akamtoa Yesu Kristo ili ya kwamba akawa mpatanishi tena kati ya mimi mwenye dhambi ambaye nilifanya dhambi kitambo, tena nikaweza kuambatanishwa na Yesu na Mungu mwenyewe. Sawa sawa. Na nani? Na Mungu mwenyewe. So Yesu alitupatanisha tena tukapata haki, ni kwa ajili ya ambaye alitolewa, ni kwa ajili ya maisha yetu. Akufa na kuteseka ni kwa ajili ya maisha yetu, na kwamba tukaweza na kupata haki katika Bwana. Asifiwe Yesu. Amen. Mathayo 26. Apate kuonyesha haki yake wakati huu. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki, ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki, na mwenye kuhesabiwa haki, yeye amwaminie Yesu. Yeye amwaminie Yesu. So ukishamwamini Kristo utahesabiwa nini? Haki. Ukishamwamini Yesu Kristo utahesabiwa haki. Sawa sawa. Tunasema haki ya Mungu ama haki ya kiungu haina nini? Haina sheria. Sawa sawa. Amen. Sawa sawa. Amen. Lako ni kama umemwamini Kristo awe kiongozi wako, utakuwa unapata haki. Asifiwe Yesu. Na utakuwa hautingisiki kwa sababu ya mambo ya dunia, lakini kwako itakuwa ni kila kitu ambacho uko na hapa wadhulumika
unamuita Mungu kwa sababu unajua kwamba Mungu ndio mwenye haki yako. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hivyo kama umemwamini Kristo, usijipe shida kusumbuana na wanadamu kwamba nataka haki yangu. Dai haki yako kwa Yesu Kristo ama kwa Mungu. Sawa sawa? Amen. Bali haki na itiririke kama maji. Asifiwe Yesu. Amen. Mtumishi wa Mungu Amos akasema kwamba basi haki na itiririke kama maji, na haki kama mto usiokauka. Sawa sawa? Amen. Bali haki na itiririke kama maji. Sawa sawa? Amen. Na haki kama mto usiokauka. Sawa sawa? Amen. Hiyo kisoma hiyo Amos 5:24 utasapata hayo. Amos 5:24. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Biblia inasema kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye njaa. Asifiwe Yesu. Amen. Heri wenye nini? Heri wenye njaa na kiu ya haki. Haki. Asifiwe Yesu. Tunafaa tukamkubali Yesu Kristo kama mkombozi wetu ama kama mpatanishi wa maisha yetu, ili ya kwamba ile haki ambayo tunaitaka Mungu mwenyewe ataweza kutusaidia. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa kanisa kuna haki kama haki ya kutafuta ukweli. Asifiwe Yesu. Amen. Haki ya kuabudu. Zile ni haki ambazo zinapatikana katika kiungu. Haki ya kuombewa ili upone. Hiyo ni haki yako. Kama ni mgonjwa njoo kanisani uombewe upone, hiyo ni haki yako. Asifiwe Yesu. Amen. Uko na haki pia ya kutafuta ukweli. Asifiwe Yesu. Amen. Uko na haki pia ya kuomba Roho Mtakatifu. Hiyo ni haki yako. Na hiyo ni haki ambayo haina sheria. Asifiwe Yesu. Amen. Haki ambayo haina nini? Haina sheria. Kwa hivyo kama tuko hapa na tulikubali Yesu Kristo, tukadai haki zetu kwa Mungu peke yake. Asifiwe Yesu. Amen. Nataka tumalizie na kitabu cha Isaya 61 mstari wa 8. Isaya 61 Isaya 61 mstari wa 8. Isaya 61 mstari wa Isaya 61 mstari wa 8. Isaya 61 mstari wa 8. Isaya 61 mstari wa 8. Nitasoma Isaya 61 mstari wa 8. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, nachukia wivi na uovu. Asifiwe Yesu. Amen. Bwana anasema kwamba mimi Bwana naipenda hukumu ya haki. Asifiwe Yesu. Amen. Nachukia uovu na wivi. Asifiwe Yesu. So Yesu Mungu wetu ni mtu ambaye anapenda haki. Asifiwe Yesu. Amen. Ni mtu ambaye anapenda nini? Haki. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. So kama Mungu anataka haki, pia sisi kama wanawe na tukaweze kuwa na haki mbele zake. Asifiwe Yesu. Amen. Vile ambavyo tuliambatanishwa tena na damu yake ama Yesu Kristo, tukawe tena wanafunzi wake. Pia sisi tukawa tunapenda nini? Tunapenda haki. Tukapenda haki, tukashikilia hizi haki za kiungu na hatutakuwa na shida nyingi. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Kama mtu amekosea, usiwe na maneno mengi. Wewe mwambie tu Mungu, kama hii ni sawa, kama hii ni haki, hata iendelee. Sawa. Amen. Ukiona mtu amekuudhi, unaambia tu kama hii ni haki, acha iendelee. Sawa. Amen. Basi tukiangalia hayo mambo yote kwa kifupi tu, tulikuwa tunajifunza hivi
Kwa kifupi kabisa, imetupasa tusimame na haki tuliyoipata kwa njia ya ukombozi. Asio Yesu. Amen. Yaani yote haya kitu kidogo tu ambayo nataka tunajifundisha ni kwamba imetupasa tukasimame na haki tuliyoipata kwa njia ya ukombozi. Ni sawa sawa? Amen. Basi ni hayo na Mungu awabariki.